Naam, uhali gani ndugu msikilizaji na mfuatiliaji wa Yoeni TV. Nikualike katika asubuhi nyingine, asubuhi ya Agosti 8, 2026, katika tafakari za mada zetu za kesha la asubuhi. Na mada ya leo ina kichwa kinachosema chanzo cha huruma na rehema. Mada yetu imejengwa katika kitabu cha Zaburi 45 na aya ile ya 6, naye anasema, kiti chako cha enzi Mungu ni cha milele na milele, fimbo ya ufalme wako ni fimbo ya adili. Ingawa sasa amepaa kwenda mbele za uso wa Mungu na anakishiriki kiti cha enzi cha ulimwengu, Yesu hajapoteza hata kidogo ile tabia yake ya huruma. Leo moyo ule ule mororo wenye kuhurumia uko tayari kupokea huzuni zote za wanadamu. Leo mkono ule ule uliotobolewa umenyoshwa ili kuwapa baraka tele watu wote walio ulimwenguni. Katika majaribio yetu yote tunayo msaidizi asiyeshindwa kamwe. Hatuachi peke yetu kupambana na majaribu, kupigana vita na uovu na hatimaye kupondwa na mizigo na huzuni. Ingawa sasa amefichwa asiweze kuonekana na macho ya wanadamu, sikio la imani linaweza kusikia sauti yake ikisema, usiogope, mimi nipo pamoja nawe. Mimi ndiye aliye hai, nami nalikuwa nimekufa na tazama ni hai hata milele na milele. Ufunuo 1 aya ya 16. Wale wanaondoa uovu mioyoni mwao na kunyoosha mikono yao kwa sala ya dhati kwa Mungu watapata msaada ule ambao Mungu peke yake ndiye anayeweza kuwapa. Fidia imekwisha kulipwa kwa ajili ya roho za wanadamu ili waweze kuwa na fursa ya kuokoka kutoka katika utumwa wa dhambi na kupata msamaha, usafi wa mbingu. Wale wanaokiendea kiti cha neema mara kwa mara, wakitoa maombi ya dhati na ya bidii kwa ajili ya kupewa hekima na nguvu ya Mungu, hawatashindwa kuwa watumishi wa Kristo wenye bidii na wanaofaa. Inawezekana wasiwe na vipaji vikubwa, lakini kwa unyenyekevu wa moyo na utegemezi thabiti kwa Yesu wanaweza kufanya kazi nzuri katika kuleta roho kwa Kristo. Watu elfu wanazana potofu juu ya Mungu na sifa zake. Mungu ni Mungu wa ukweli. Haki na rehema ni sifa za kiti chake cha enzi. Yeye ni Mungu wa upendo na huruma. Hivyo ndivyo anavyowakilishwa ndani ya mwana wake aliye mkombozi wetu. Yeye ni Mungu mwenye uvumilivu na ustahimilivu. Ikiwa nafsi kama huyo ndiye tunayemwabudu na ambaye tabia yake tunajitahidi kuifanya iwe ndani yetu, basi tunamwabudu Mungu wa kweli. Ikiwa tunamfuata Kristo, sifa zake tulizohesabiwa hupanda mbele za Baba kama harufu nzuri. Neema za tabia ya Mwokozi wetu zilizopandwa mioyoni mwetu zitaeneza harufu nzuri ya thamani kubwa sana. Na hiyo ndiyo tafakari yetu. Kumbuka mada ilikuwa inasema chanzo cha huruma na rehema. Tukiangazia habari gani? Yesu anatupatia haki, Yesu anatupatia rehema. Kwa namna gani? Jinsi ambavyo moyo wa Yesu wenye huruma aliotuletea msamaha wa dhambi, moyo ambao ulikubali kufa msalabani kwa ajili ya kutuokoa. Anasema ya kwamba hadi sasa Yesu ananyosha mikono yake iliyotobolewa kwa huruma ili kupokea mioyo
ambayo inajisalimisha kwake. Lakini pia nasema kwamba yawezekana, na ndivyo ilivyo, hatumuoni sasa kwa macho ya kibinadamu, lakini kwa imani tunamuona na anatupokea. Mungu akubariki. Nikutakia asubuhi njema yenye baraka, yenye mafanikio. Nami nikualike hapo kesho asubuhi katika mwendelezo wa mada zetu, na kesho tutakuwa na mada makini ambayo inasema kutuvuta kwa Mungu. Usikose masomo haya, kwa hakika yamekuwa baraka kwetu. Basi tufunge kwa ombi. Asante Mungu uishie juu mbinguni, kwa jinsi ambavyo umetupatia nafasi nyingine ya kutafakari maneno yako, ukitukumbusha ya kwamba ewe Yesu una huruma na rehema na upo tayari kutupokea. Yawezekana msikilizaji anayetusikiliza kupitia UoN TV, yawezekana anasumbuka, lakini kwa kutafakari somo hili akatambua ya kwamba hakika kwa Yesu kuna pumziko, akatambua ya kwamba hakika Yesu unatusubiri kwa huruma. Mpatie amani moyoni, mshindie majaribu anayopitia. Zaidi ya yote, tulinde katika siku hii ya leo. Ndivyo tuombavyo kwa jina la Yesu, amen.